Tunaendelea na somo ambalo tulianza jana, linasema namna ya kutambua kusudi, ambalo pia linapatikana kwenye kitabu hiki kwa jina la Sasa Linaanza Kuishi, lakini kinazungumzia namna ya kutambua kusudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulianza kuangalia mambo muhimu ya kufahamu kuhusu kusudi, na tunaposema kusudi tunamaanisha sababu ya uwepo wa kitu au sababu ya uwepo wa mtu, sababu ya kuwepo kwa mtu. Tunazungumzia kwa nini upo duniani, kwa nini nipo duniani, kwa nini ninaishi. Na tukaanza kuangalia mambo muhimu ya kufahamu kuhusu kusudi ambaye yatageuza kabisa mtazamo wetu. Na naamini mtu ambaye ataelewa kwenye hii sehemu ya kwanza ya fundisho, mtazamo wake utageuka kabisa na ataanza kuyachukua maisha tofauti kabisa. Jambo la kwanza tukasema, kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Kusudi lako na la kwangu lilikuwepo kabla yangu, mimi na wewe. Aanzi mtu, linaanza kusudi. Na tuliona kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, na Mungu anaanza kumzungumzia huyo mtu kabla ya kumuumba huyo mtu. Anasema, na tumfanye mtu afanyweje, kwa namna gani? Kwa mfano na sura yetu. Akafanye nini? Kwa kusudi lipi? Akatawale. Alafu unaona mstari wa 27, ndipo unaona Mungu akamuumba mtu kwa mfano na sura. Na hii mtu ya kwanza tuliona ni mtu roho. Na tukaona pia kwa Yeremia, Mungu anamwambia, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kwa mimi na wewe hatujaanzia tumboni, tulianzia mbinguni. Kabla hatujakuwepo duniani, Mungu alitujua. Amen. Na alijua tunakuja duniani kufanya nini. Mungu hajatuleta duniani tutafute cha kufanya. Mungu ametuleta duniani tayari kipo cha kufanya. Kwa hiyo tunapaswa kukigundua hicho na kuanza kukiishi. Namba 2 tukasema, maisha yetu ya thamani ya maisha yetu iko kwenye kujua kwa nini tunaishi duniani. Thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kusudi. Huwezi kukithamini kitu ipasavyo ambacho hujui kusudi lake. Watu wengi wamekuwa wanaishi maisha ya chini ya kiwango kwa sababu hawajui makusudi yao. Kwa thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua nini ameumbwa kukifanya duniani. Namba 3 tukasema, urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Kutoka kwenye kusudi ni kuriski maisha, ni kutaka kufa kabla ya wakati, kwa sababu urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo ambayo anapaswa kuyaishi. Na ni wazi kabisa kila kusudi lina maagizo. Kila kusudi lina maagizo. Kwa roho yako na ya kwangu zilibebeshwa kusudi la Mungu. Roho zetu zina maagizo ya kile tulichobeba. Kwa usipuuze maagizo yako kwa sababu mwingine hayafuati. Kwa sababu tulisema maagizo ni mahususi, ni specific kwa mtu. Kwa kila kusudi lina maagizo yake. Jambo linalofuata tukasema, umri hauzuii kulijua kusudi. Umri wa mtu hauzuii kulijua kusudi. Unaanzia pale pale. Kwa kama unafikiri una umri mdogo, unaanzia hapo hapo. Na kama unafikiri umechelewa, unaanzia hapo hapo. Amen. Kwa sababu kuna watu shetani anawaambia, we mdogo wewe. We bado. Haya mambo subiri. Hakuna bado. Unaweza kukaa hapa na kusikiliza hii kitu, wewe sio mdogo. Kwenye maandiko kuna watu walianza kutumikia makusudi yao akiwa na miaka 8. Kuna watu wamekuwa mfalme akiwa na miaka 8. Kwa maana yake hakuna mdogo, lakini pia hakuna kuchelewa. Ibrahimu alianza na miaka 75. Ibrahimu alianza anambia miaka 75, anambia toka wewe kwenye nyumba yako, kwa nyumba ya baba yako, uende mpaka kule ambako nitakuonyesha. Akiwa na miaka 75 akaishi miaka 100 mingine na akalitumikia kusudi lake. Kwa hakuna kuchelewa, unaanzia hapo hapo ulipo. Lugha ya umechelewa sio lugha ya Mungu, ni lugha ya shetani. Amen.
Mungu anaweza kurejesha miaka iliyopotea, miaka iliyoliwa. Kwa hiyo hakuna kuchelewa. Tukasema jambo la 5 na niliishia hilo, kwenye kusudi lako ndio uwanja wako wa nyumbani, ndio comfort zone yako. Ndio mahali ambapo utafanya vitu kwa uhuru wa moyoni, kwa amani na kwa moyo wako wote. Jambo lolote ambalo ni kusudi lako utalifanya kwa uhuru na amani kutokea ndani. Utalifanya ukiwa unalifurahia. Kazi yote ambayo ifanye ukiifurahia, jicheki mara 2. Na ndio maana leo tuna watendaji wasio bora, kwa sababu watu wengi hawafanyi kazi kwa sababu ya kusudi, wanafanya kwa sababu ya hela. Chochote ambacho unakifanya kwa motive ya hela peke yake, hautakifanya kwa ubora, kitakuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna walimu wengi ni kwa nini mwalimu? Kwa sababu tu ya mshahara. Mwalimu wa mshahara, kwa ajali maisha ya mwanafunzi. Si unajua ile kauli walimu wanasema kwamba ufaulu usifaulu shauri yako, mimi mshahara wangu unaingia. Huyu sio mwalimu wa kusudi. Mwalimu wa kusudi hawezi kusema hiyo kauli, kwa sababu kwake sio mshahara kwanza, kwake ni kuona badiliko kwa wale wanafunzi. Mwalimu wa kusudi anaweza akaenda extra. Ni kweli anafundisha biology, chemistry, lakini anaweza akatumia hata dakika 10, 15 anamfundisha mtoto maadili, kwa sababu anajua niko pale sio kwa sababu ya mshahara wa biology. Niko pale kwa ajili ya kusudi la Mungu, kuweka badiliko kwenye maisha ya watoto ambao Mungu anawapitisha mikononi mwangu. Na huyu mtu atafanya kazi kwa wepesi sana. Mungu hajatuumba tutafute hela. Mungu ametuumba tutumikie kusudi. Ukiwa unalitumikia kusudi, hela itakuja. Hela ina uelekeo wa kusudi lako. Ukilipata kusudi lako, kwa hakika hela haiwezi kuwa tatizo. Inaweza ikawa mwanzo, lakini baada ya muda hela itafuata, kwa sababu hela inafuata kusudi. Kimsingi kazi ni ile ya kusudi. Kazi sio ajira. Ajira ambayo sio kusudi sio kazi. Kwa sababu Mungu wakati anampa mtu kazi, kimsingi alikuwa anampa mtu kusudi. Biblia inasema ni yeye yule anayefanya kazi njema mioyoni mwetu. Kwa maana yake kazi ni kile kinachoanzia ndani unakifanya. Kwa sasa kama mtu anafundisha lakini ndani sio mwalimu, yani kuanzia ndani sio mwalimu, kimsingi anatumikia ajira, ni mtumwa, afanye kazi. Kwa ule utumwa utamuingizia hela. Unaweza ukawa mtumwa unaingiza hela, lakini atakuwa anapata shida, kwa sababu ndani yake hakuna ule uhuru wa ndani wa kufanya kitu. Kwa mara nyingi atakuwa anafanya nisije nikafukuzwa shule, nisije nikakosa hela, Sasa watu wengi wanaendesha maisha kwa namna hiyo, nisije nikafanya. Lakini Mungu hajaumba maisha yaendeshwe kwa namna hiyo. Mungu ameumba maisha yaendeshwe kwa kile ambacho tumeumbwa kukifanya. Yaani hata kama akijanipa hela yoyote, tayari ndani yangu nina utoshelevu nacho. Sasa ukigundua biashara ya aina hiyo, lazima ufanikiwe, kwa sababu hakuna ugumu wowote utakukatisha tamaa. Ukigundua kile ambacho unatakiwa ukifanya kwa namna hiyo, lazima kitapelekea mafanikio. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ndio maana kuna watu wengine wanamhurumia mtumishi wa Mungu, yani wanatuhurumia sisi. Mbona kama ngumu sana? Sio ngumu, inatoka moyoni, haina ugumu wowote. Mimi sijawahi kuona ugumu. Yani sasa haimaanishi mambo ni rahisi, lakini kwa sababu ni kitu kinatoka moyoni. Moyo ndio huwa unafanya ugumu wote usionekane. Unajua kusafisha hapa pote panaweza ikawa ni kitu kigumu sana, lakini ukihusisha moyo wako kinaweza ikawa ni kitu rahisi sana. Sasa mambo ya kusudi ni mambo yanayohusisha moyo wa mtu. Kwa hiyo unaweza ukasema mbona anahangaika, mbona anapata shida, anasafiri, anafanya hiki, mbona hakuna shida? Kwa sababu ni kitu cha kusudi. Ndio maana ni muhimu sana kugundua kitu ambacho ni cha kusudi lako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko kwenye kusudi lako ndipo mahali utatumika kwa uhuru wako wote, na ndipo mahali utatumika kwa amani yako yote, na ndiko mahali utatumika kwa moyo wako wote. Tukipata madaktari wa aina hii, manesi wa aina hii. Unajua kuna yule nesi yani anadunga sindano kama mwizi. Yani
Ana hata moyo, anasema wewe tulia bwana, wewe ndio wa kwanza kuumwa. Na wako wengine ndio wazalishaji, hawa ndio wanasababisha vifo visivyoeleweka. Wako watu ambao sio watu wa kusudi, ni watafuta hela. Lakini kuna watu ambao ni watu wa kusudi. Ni daktari kwenye hilo eneo, ni daktari mwenye kusudi, ni nesi wa kusudi, ni mwalimu wa kusudi, ni mwanasheria wa kusudi. Na ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa watu wa Mungu. Amen. Maana yake ni lazima utafute kile ambacho ni cha kusudi lako, alafu uanze kukifanya. Unapokifanya utashangaa kuna furaha ya kutumika, kuna amani ya kutumika, na moyo wako wote unahusika. Amen. Namba 6. Jambo la 6. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Mungu hana bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya. Hata mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa analo kusudi. Mungu hana bahati mbaya. Wazazi wanaweza wakasema bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya. Mungu aliona udongo huko tayari, kaituma roho ije ingia. Hayo mambo ya udongo ulitengenezekaje, hayo Mungu ajui. Ili mradi udongo ulijitengeneza. Mungu akaona huu udongo unafiti. Udongo wa mlevi mmoja amekutana na mlevi mwingine au kilabuni, vikatengeneza udongo. Mungu akaona huu unafiti, inatumwa roho, inakuja inaingia. Ni bahati mbaya? Mungu ajui. Mungu hana bahati mbaya. Sasa kuna watu wakiangalia historia zao wanasema anakaa amejikunyata, labda mimi ndio mtoto wa bahati mbaya. Ilikuwa ni bahati mbaya kwa mzazi, lakini sio bahati mbaya kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hana bahati mbaya. Mungu hana ajali. Hata asiyemjua baba. Sasa sihalalishi tukio, lakini mtoto, udongo uliojitengeneza. Kwa nini amekuwa mtoto? Amekuwa mtoto kwa sababu kuna roho imetumwa. Roho haijatumwa kwa bahati mbaya. Roho haijatumwa kwa bahati mbaya. Mungu hatumi roho duniani kwa bahati mbaya. Anaituma ikiwa imebebeshwa kusudi kamili kabisa. Kwa Mungu hana ajali, Mungu hana bahati mbaya. Ukifuatilia historia kati ya watu, baadhi ya watu ambao wamefanya vitu vikubwa sana duniani, baadhi yao, sio wote, kuna ambao walikuwa ni kama alikuja kwa bahati mbaya, kama alitokea kwa bahati mbaya. Wengine unakuta hata wakati mama yake ana mimba amefanya attempt, na kuna kijana mmoja namfahamu, mama yake mume wa huyu mama alimlazimisha mke wake akatoe mimba. Kamlazimisha, akaenda akatoa, kafikiri imetoka, tumbo linaendelea kukua. Amefanya attempt kadhaa, yule mama ikabidi akimbia aondoke, aache pale nyumbani, akaenda akaishi maisha ya shida. Leo hii akazaliwa yule kijana, leo hii ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Mungu hana bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya. Mzazi anaweza akafikiri bahati mbaya, lakini Mungu hana bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja anamfahamu, anasema alikuwa anaelezewa na wazazi wake. Yeye na ndugu yake wamefuatana kwa karibu sana. Yaani wakati mkubwa ana miezi 3, mama akagundua ni mjamzito. Na huyo ni mtoto sijui wa 5, wamepangana hivyo. Wakajadili na mume wake wakasema hii tukatoe. Anasema mwisho wa siku akasema tunaenda kuitoa. Kwa akampa hela asubuhi mama, mwanaume akaenda kazini, mwanamke akachukua hela, kapanda gari, kaanza kwenda. Akiwa njiani sauti inaanza kupiga kelele. Kwa nini unatoa hivi? Kwa nini? Anasema ilipiga kelele mpaka anakaribia hospitali, akashuka kwenye gari, akarudi nyumbani. Mume wake anarudi jioni, anamuuliza vipi? Sasa sauti ya moyoni imekata, hata hajaokoka, amjui Mungu. Baadaye yule mtoto akazaliwa. Kati ya watoto ambao ni potential, sio tu kwa familia, kwa nchi, ni huyo binti. Ni mtu mzima kabisa, sasa hivi aishaolewa, ni mtu mzima. Kwa nini? Mungu hana bahati mbaya.
Wazazi wanaweza wakasema ni bahati mbaya, lakini Mungu hana bahati mbaya. Nafahamu katoto kamoja sasa hivi katakuwa na miaka 9. Tulienda kutembelea kituo cha watoto yatima, tukakakuta kadogo kakiwa kana miezi 6 wakati huo kadogo. Tukauliza, kwa nini kako hapa? Tulikuwa tumetamani tukachukue kukalea, lakini kukatokea tu vitu vya kisheria na nini kikasumbua. Kwa hiyo tukauliza, kwa nini kako hapa? Akasema huyu mtoto mama yake ni kichaa. Unajua kichaa, yule mwendo wazimu wa mtaani yule. Anasema huyu mtoto mama yake ni kichaa kabisa yule. Sema ilikuwaje? Anasema tulishangaa tunaona kichaa ana mimba. Sasa wanaume nao, kwa sababu ile hakujipa mwenyewe kwa hakika. Ni kichaa kabisa, yani kichaa mtaani. Wakashangaa mimba ikakua. Baadaye tukashangaa tumbo kubwa, afu baada ya siku moja tunashangaa tuoni tena, tunaona tumbo limepotea. Nini kimetokea? Unamuuliza haelewi kichaa. Akasema lazima kuna mtoto amezaliwa. Yuko wapi ndo haijulikani. Wakaanza kutafuta, wakakuta aka katoto kwenye shimo la choo cha shimo, kamefungwa hivi, kametupwa mle ndani, kamekaa siku 2. Alafu wakatoa kukimbiza hospitali, wakakuta bado kana wai wa mbali. Kamekaa siku 2. Kwa hiyo kakatibiwa, baadaye ndio sasa kakatolewa pale, kakapelekwa kwenye kituo cha watoto yatima. Mungu hana bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya. Mungu haijalishi iliingiaje, lakini maadamu roho ilitumwa toka mbinguni, huyo sio bahati mbaya. Amen. Mwambie jirani yako, wewe sio bahati mbaya. Mwambie wewe ni wa makusudi. Hivi unajua kuna wangapi wa wanafeli kuzaliwa? Hivi unajua mchakato wa mimba mpaka izaliwe sio mchakato rahisi. Ni mchakato mgumu mno. Kwa ile mtoto akazaliwa, maana yake Mungu analo kusudi kwa ajili yake. Amen. Kwa historia mbaya ya kuzaliwa kwako haizuii kulitumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hata kama una historia mbaya kiasi gani, bado unalo kusudi la kuishi kwako. Amen. Ninamfahamu mtoto mmoja, mama yake alikuja nyumbani kwa ajili ya kuleta kumwombea. Alikuja akakiwa na miezi 6. Akawa ananielezea namna yule mtoto amepatikana. Anasema wakati tu amepata mimba, amegundua ni mjamzito, baada ya mwezi mmoja akaanza kuumwa sana tumbo kupita kiasi. Akaenda hospitali wakamwambia mimba, sijui mwezi mmoja au miezi kadhaa hapo, anambia mimba imetunga nje ya mfuko. Kwa hiyo hakuna namna huyu mtoto ataishi, na ukifanya mchezo unakufa na wewe. Kwa hiyo tunatakiwa tuiterminate, tuitoe. Anasema roho yake ikakataa, akaondoka. Akasema sirudi tena hospitali. Kakaa nyumbani, akaendelea kuvumilia maumivu. Sasa kwa kali mimba inakuwa, ndo hali yake ikawa mbaya zaidi. Ilipofikisha miezi 4 kuelekea 5, akaumwa kama anakufa. Ikabidi wamkimbize hospitali. Kwa mkimbiza hospitali wakamwambia, mama, unakufa tusipoitoa hii mimba. Kwa hiyo lazima ukubali, vinginevyo unapotea wewe na mtoto. Kwa hiyo akakubali kwa sababu ya hali ilivyokuwa. Kwa hiyo akamfanyia mchakato, wakatoa yule mtoto akazaliwa akiwa hivyo. Kwa hiyo akachukua kile kiumbe, yule nesi aliyekuwa anamhudumia akaweka tu hapo pembeni, akaanza kumhudumia huyu mama. Wakati anamhudumia huyu mama, yule nesi anasema ndani yake roho ikaanza kumwambia, kwa nini usijaribu kuokoa uhai wa yule yule? Hata kwa kidaktari hata sio mtoto. Kwa sababu kidaktari kuna kiwango ambacho anaitwa sasa mtoto, anaitwa premature, yani yule kabla ya umri. Anaweza akaingia kwenye vifaa akakuzwa. Kwa alikuwa yuko pungufu ya uzito unaotakiwa, pungufu ya kila kitu, pungufu mpaka ya miezi inayotakiwa.
Kwa kidaktari, mawazo anamwambia kidaktari, huyu sio mtoto. Kwa hakuna ninachoweza kufanya. Ile roho ina, kwa nini usijaribu? Kwa nini usijaribu? Anasema mimi kwanza, mimi ni professional, nitaelewekaje? Yaani ni kitu ambacho hakipo, huwa hakifanyiki. Anasema ile roho ikamng'ang'ania, jaribu. Mwisho wa siku akasema, moyoni akasema sawa, nitajaribu. Akaenda akakakuta kana uhai. Akasema ngoja ajaribu. Kila mtu hospitali alimpinga. Anasema unafanyaje vitu vya kijinga hivi? Mambo ambayo huwa hayafanyiki. Anasema mimi najaribu. Kwa akaanza kukahudumia kale. Unajua ndani ya mwezi mmoja kakao kamefikia level ya premature. Wale ambao huwa wanatunzwa na wengine. Kwa kakaingia kwenye mfumo, akaanza kushangaa. Kwa baada ya miezi 9 kakawa ni mtu mzima, mtu kamili kabisa kama wengine. Na ameenda kwa kasi kuliko wengine. Kwa amekuja nyumbani kakiwa kana miezi 6, kana tambaa, katoto kakiume. Mungu hana bahati mbaya. Mungu hagosei, Mungu hana bahati mbaya. Mungu hana bahati mbaya. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Sababu kuna watu wanafikiri akiangalia mazingira yake, familia aliyozaliwa, mwingine ajui baba, ajui mama, anaambia wewe tulikuokotaga tu. Anasema maskini, anakaa acha kujihurumia. Kimsingi wewe unalo kusudi, ndio maana ukaishi. Wao hawaishiki kwa namna hiyo. Wao wanaishi kirahisi hivyo. Hamna. Kile ambacho kimekufanya uishi ni kwa sababu ya lile kusudi. Amen. Kwa kila aliyezaliwa analo kusudi. Kila aliyezaliwa analo kusudi. Jambo la saba. Mungu ameamuru baraka yako iende kule ambako kusudi lako lipo. Na hii ni ya muhimu sana kwenye vile vitu tunavyofanya. Mungu ameamuru baraka yako iende kule ambako kusudi lako lipo. Baraka ya mtu iko kwenye uelekeo wa kusudi lake. Sasa naposema iende kule, maana yake inaweza ikawa ni mahali physical. Sio kila mahali utastawi. Sije ukaona umestawi hapa, kafikiri utastawi kila mahali. Unastawi kule ambapo Mungu amekukusudia. Kama Mungu amekusudia kijijini, na kwambia ustawi mjini. Ustawi haupo mjini wala kijijini. Ustawi upo kwenye baraka ya Mungu juu ya mtu. Kuna watu wanafikiri nikienda Marekani nimetoka. Unaweza uende Marekani na usitoke. Kabisa usitoke. Ukawa tu unaishi maisha ya tabu. Kwa sababu baraka yako haiko Marekani. Baraka yako iko kule ambako Mungu anataka uwe. Kwa kama Mungu anataka uwe kule, ni sawa. Baraka yako iko kule. Kama baraka yako haiko Dar es Salaam. Kama Mungu anataka uwe Dar es Salaam, itakuwa huko. Lakini kama Mungu anataka uwe mahali fulani, alafu ukajaribu kwenda huko kwa sababu unaona kule watu wanafanikiwa, na kuhakikishia kinachotajilisha, kinachofanikisha ni baraka ya Mungu. Amen. Na baraka ya Mungu inaenda kule ambako kusudi la mtu liko. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. Mwanzo 12:1 anasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Alafu nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitalaani, na katika jamaa yako wewe na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Wapi? Kule ambako ninataka uende. Kwa baraka yako iko uelekeo wa kusudi lako. Kwenye kusudi lako ndio mahali pako pa kustawi. Kwenye kusudi lako ndio mahali pako pa kustawi. Usije ukastawi kwenye eneo fulani ukafikiri utastawi kila eneo. Eneo lako la kustawi ni eneo la kusudi. Eneo lako la wepesi la kufanikiwa ni eneo la kusudi. Kwa hiyo tafuta kujua eneo lako la ustawi. Inaweza ikawa ni eneo physical la kijiografia kabisa. Kabisa ni mkoa fulani, ni wilaya fulani, ni mji fulani. Inaweza ikawa kabisa kwenye hilo eneo. Au eneo kwa maana ya shughuli fulani. Eneo kwa maana ya biashara fulani.
Kuna watu eneo lao la kustawi ni aina fulani ya biashara, kwa anapaswa aigundue ile, aifanye ile, ndio eneo lake la ustawi. Sasa mwingine ile imeungana pia na eneo kabisa, aina fulani ya biashara kwenye eneo fulani. Amen. Kwa hilo ndio ulishike kama eneo lako la msingi, na huko ndiko utaanza kuona baraka yako, na huko ndiko utaanza kuona uwepesi wako wa kufanikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa tafuta kujua eneo lako. Hata kwenye huduma 5. Hata kwenye huduma 5. Ni hivyo hivyo tu. Tafuta kujua eneo lako la kustawi. Labda uko kwenye wito wa utumishi kwenye zile huduma 5. Mtume, nabii, mwinjilisti, mchungaji, mwalimu. Lazima ujue eneo lako la ustawi katika huduma yako. Eneo lako la ustawi. Kwa sababu unaweza ukawa mwalimu, lakini eneo lako la ustawi ni kuaddress lika fulani, kufundisha lika fulani. Sasa walimu wako wengi, sio kila mwalimu anaweza kufundisha wote. Kuna mwingine eneo lake ni vijana, ndio eneo lake la ustawi. Kwa hiyo yeye akifundisha vijana ndio anaweza kuchanua na kustawi. Au akifundisha kiaina fulani ndio eneo lake la kustawi. Akijaribu kulazimisha vingine anapata ugumu, hata stawi, hata pambana. Kwa hata kwenye huduma tunapaswa kujua eneo letu la kustawi. Kuna mwingine ni mchungaji, lakini ni kweli ni mchungaji, lakini ustawi wake huko kwenye mikutano ya Injili. Huyo akiacha hata kuza kanisa. Kuna ustawi hata upate. Kuna mchungaji mmoja namfahamu, ni bishop. Yeye anasema alikuwa ndani yake amekuwa na msukumo mkubwa sana wa kwenda kuhubiri vijijini. Na mpaka leo kwa miaka mingi, ni mtu mzima kabisa. Kwa miaka mingi umuone akifanya mikutano mjini. Ni vijijini tu, anaenda vijijini kabisa kule ambako hakufikiki. Ndio anaenda anahubiri. Lakini anachunga kanisa Dar es Salaam. Kanisa kubwa tu. Anasema kuna wakati alisema aache kwenda vijijini, ajitahidi kustawisha kanisa. Kilichotokea, akikaa muda mrefu kanisani ndio kanisa linaharibika. Anasema akahangaika, baadaye akamuuliza Mungu, akamwambia wewe ni mchungaji kweli, lakini eneo lako la kustawi ni injili vijijini. Kwa hiyo kanisani kaa muda mfupi, alafu toka nenda kahubiri kijijini, alafu rudi kanisani. Kwa hapa ni kama kituo kitakachukua kinakutuma kwenda na kurudi. Anasema akikaa wiki 2, wiki 3, akatoka wiki 1.5 akarudi, anakaa wiki 2, wiki 3 anatoka, kanisa linastawi hivi. Akisema anaseto miezi 6, kanisa linaharibikiwa. Kitu ambacho ni kinyume kwa wachungaji, kwa sababu wachungaji mara nyingi kukaa kanisani kunaimarisha kanisa. Yeye ni kinyume, inabidi awe anatoka na kurudi, anatoka na kurudi. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ile eneo lake la uchungaji, ustawi wake uko kwenye nini? Kutoka na kwenda kuhubiri vijijini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima, hata ninaweza kusema kwamba huduma 5 sio kusudi. Huduma 5 sio kusudi. Mwinjilisti, mtume, nabii, mwalimu, mchungaji sio kusudi. Ni ofisi ya kutumikia kusudi. Kusudi ni kile ambacho ni maelekezo yako binafsi katika ile huduma. Ninaeleweka vizuri? Ni nini maelekezo yako binafsi kama mwalimu? Maelekezo yangu binafsi ni yapi? Hilo ndio kusudi. Ninatumikia kusudi kutokea wapi? Kutokea kwenye ofisi ya mwalimu. Amen. Ni nini maelekezo yako binafsi? Vinginevyo tutakuwa tunashindana. Ndio maana kuna mashindano ya watumishi. Wanashindana kuonyeshana ukubwa wa kanisa, wanashindana kuonyeshana wanavyoweza kukusanya watu. Kumejaa mashindano. Kwa sababu gani? Tunafikiri huduma hasa ndio huduma, sio kusudi. Kile ambacho unaitwa kukifanya kwenye ile ofisi ndio kusudi. Na kusudi liko unique, liko specific kwa kila mtu. Huduma sio specific. Ndio maana kuna walimu wengi, sio mmoja. Kuna wachungaji wengi, sio mmoja.
Kwa nini Mungu amwambie huyu fungua hapa kanisa, na Mungu amwambie tena mita labda kilomita 1.5 mwingine afungue kanisa? Kwa nini? Kama sio kuwatafutia ugomvi. Maana yake kila mmoja anakusudi kwa nini amefungua hapa, na huyu kwa nini amefungua hapa. Sasa hicho ndio mtu anapaswa akifahamu kama kusudi lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume 13. Biblia inasema mstari wa kwanza, na huko Antiokia katika kanisa lilokuwako palikuwa na manabii na walimu. Huduma hizo. Kwa hapo unaweza ukaweka na wachungaji na wainjilisti na mitume. Lakini anasema palikuwa na manabii na walimu. Alafu akaanza kuwataja hao. Kimsingi unagundua sio tu manabii na walimu, kulikuwa pia na mitume humo ndani. Anasema nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkrene, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli. Akataja 5 manabii na walimu 5. Alafu anasema basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Hili ndio kusudi sasa. Ni kweli ni walimu, ni kweli ni manabii, ni kweli ni mitume, lakini kuna kazi niliyowaitia. Petro alikuwa mtume, alikuwa mchungaji au vyovyote vile kwenye zile huduma 5, lakini alikuwa na kazi aliyoitiwa. Kwa kazi ulioitiwa kwenye huduma ndiyo kusudi. Amen. Alafu ndio anasema wakashika njia ndipo wakashika kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Maana yake wale walikuwa ni wana huduma kwa kusudi la kuwaendea mataifa. Na ukifuatilia matatizo mengi yaliyomkuta Paulo yalimkuta Yerusalemu. Sasa ni sawa kufundisha vingine, lakini pia ni sawa kufikiri kwamba alikuwa anaenda eneo lisilo la kwake. Kwa sababu kuna wengine walikuwa wanafanya huduma Yerusalemu hawasumbuliwi, lakini yeye akiingia Yerusalemu changamoto. Hata kifungo kilitokea pale, akaenda kufungwa Rumi, kilitokea Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye alikuwa ameitiwa kitu fulani. Kwa hiyo hata kwenye huduma 5 lazima tujue huduma 5 sio kusudi, lakini kile ambacho umeitiwa ndani ya huduma ndio kusudi. Kuna walimu ameitwa kwa ajili ya kushughulika na vijana. Kuna walimu ameitwa kwa ajili ya kushughulika na lika fulani, kwa ajili ya kuaddress topic fulani. Kuna wengine ni wachungaji lakini ni facilitators, ni walezi, yani ni mchungaji mlezi. Kwa ameitwa kwa ajili ya kuraise, kuinua vijana, kutengeneza wachungaji, kutengeneza wahubiri, ndio ameitwa tu hivyo. Kwa huyu kuna namna yake ambayo ni tofauti na mwingine. Kwa ni lazima kila mmoja ajue eneo lake la kusudi. Amen. Na unaweza ukaona pia hata kwenye Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 na wa 12. Anasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Alafu anasema kwa kusudi. Kwa kusudi la. Kwa maana yake hizi ni ofisi ambazo zinatakiwa kutumikia kusudi fulani, kuwakamilisha watakatifu. Hilo ndio kusudi. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe, na yale mengine ambayo yametajwa hapo chini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo linalofuata, jambo la 8. Maisha halisi yanaanza pale ambapo utagundua kusudi. Maisha halisi yanaanza pale ambapo utagundua kusudi. Kama hujagundua kusudi, haujaanza kuishi. Na pointi hii ndio inabeba jina la kitabu, sasa ninaanza kuishi, baada ya kuwa nimegundua kusudi. Kama hujagundua kusudi, kuna namna hujaanza kuishi. Maisha halisi yanaanza pale utagundua kusudi na kuanza kulifukuzia. Huku duniani kuna watu aina mbili.
Kuna watu ambao wanaishi na kuna watu walio hai. Kuna makundi mawili ya watu. Kuna walio hai na wanaoishi. Walio hai ni ilimradi kumekucha, kumekuchwa. Yaani ana kitu ana accomplish kwa siku. Asubuhi kukucha anamshukuru, oh afadhali nimeamka. Usiku ukifika, Mungu nashukuru, muda wa kulala umefika, nisaidie kuamka tena kesho. Hawa ndio wana wasiwasi, akilala atakufa. Unajua kuna wale watu saa ya kulala lazima afanye toba, kwa sababu hana uhakika wa kuamka. Huyu yuko hai tu, anapumua tu. Anayepumua anaweza kuuawa na yeyote. Unajua kuna watu wanaishi kwa sababu hamna kikao cha mchawi ambayo kimemkalia, kwa sababu hana cha kufanya. Huyo yuko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wanaishi. Anaishi ni yule mwenye mission. Ana jambo lake, kila siku ana agenda yake, ana jambo. Yaani kuna jambo ambalo linamaanisha maisha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, hivi wewe kwako maisha ni nini? Unajua hapa ndio tunatofautiana. Kuna mwingine maisha ni kula na kunywa. Mwingine maisha yani kuwa na gari. Ndio maisha. Kwa huyu mtu yeye maisha kwake ni kuwa na magari. Sasa hii ndio tofauti yetu. Hii ndio tofauti yetu. Maisha ni nini kwetu? Maisha ni kitu gani? Hiyo ndio inaamua tuko hai au tunaishi. Kwa sababu kuna wale ambao wako hai wanapumua tu. Lakini kuna mtu ambaye kuishi kwake kuna maana ya kitu fulani. Huyo mtu anaishi. Walio hai wanaweza kufa. Wanaoishi huwa hawafi. Na maanisha nini? Anaishi huwa hafi kwa sababu atafanya vitu ambavyo hata akiondoka bado vinaishi. Sasa muulize jirani yako, wewe ukiondoka tunabaki na nini? Unatuachia nini? Unatuachia nini? Au unatuachia picha tu? Kuna watu ili akumbukwe inabidi utafutue picha yake. Unaona alivyokuwa amefanana na baba yake huyu? Baada ya miaka fulani akumbukwi kabisa. Unaacha nini? Kwa sababu kila unachoacha ndio kinaamua unaishi. Kweli kabisa. Na kwa hakika ukiacha nyumba nyingi hujaishi. Ukiacha magari mengi haujaishi. Haujaishi kwa sababu hivyo vyote ni perishable. Baada ya muda vitaondoka vyote. Tena unaweza ushangae, Suleiman anasema yani hamna jambo la ajabu kama hili. Anasema unakusanya kwa bidii na kutunza. Alafu ukiondoka tu aliye nyuma yako anatapanya. So unajua watu wanafanyaga na mali ya urithi. Lazima uache kitu zaidi ya mali. Kwa kitakachoamua unaishi ni nini unakiacha baada ya kuondoka. Maisha ya kwangu na ya kwako hayapimwi na kile tunachokifanya, yanapimwa na kile tutakachokiacha tukiondoka. Ukiondoka utaacha nini? Kama hauna unachoacha, haujawahi kuishi. Unajua kuna watu wameishi mpaka leo wanazungumzwa. Mpaka leo wanazungumzwa. Kwenye maandiko kuna watu ameishi mpaka leo anazungumzwa. Biblia inasema japokuwa amekufa lakini bado angali akinena. Japokuwa amekufa bado angali akinena. Kuna vitu nikifikiria nasema hivi, mimi nikiondoka nini kitaishi? Nini kitaishi mimi nikiondoka? Kile ndio maisha yangu. Kile ndio maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na hii ndio tofauti ya viongozi hata kwenye level ya nchi. Tofauti inaanzia hapa. Maisha kwako ni kitu gani? Yaani hapo ndio tofauti inaanzia. Ni kitu gani kinamaanisha maisha? Kama kiongozi wa nchi kinachomaanisha maisha ni kuwa na viwanja vingi na nyumba nyingi na kuwa na magari ya kutosha, huyu kiongozi wa nchi atakuwa anafanya kila liwezekanavyo atumikie tumbo lake, ajitajilishe, akusanye mali. Lakini kama anawaza maisha ni alama nitakayoiacha kwa watu, huyu atafanya vizuri. Ndio maana hata kwa viongozi tu wa nchi tunajua kuna ambao wameishi. Bwana Yesu asifiwe sana.
kuna watu hatujawahi kuwaona lakini tunaweza kuwaelezea. Kwa mfano mtu kama Mwalimu Nyerere. Huwa nikienda mashuleni kwenye masekondari, unauliza wangapi wanamfahamu Mwalimu Nyerere, kila mtu amenyoosha. Alikufa lini? Mwaka 1999, si ndio? Alafu nauliza nani alikuwa amezaliwa mwaka 99? Hamna hata mmoja. Alafu nawauliza, wewe ukifa nani atakujua? Kwa sababu aliishi. Sasa maisha hasa yanaanza pale ambapo utakuwa na kitu ambacho kitabaki nyuma yako ukiondoka. Leo hii kuna watu, unajua leo tuko kwenye hii huduma hii dhehebu la PHM. Hivi unajua hili ni ishara kuna mtu aliishi. Kuna mtu aliishi. Ndio maana leo kuna watu bado wanakusanyika hapa. Kuna mtu aliishi. Ndio maana hayupo. Unawezekana umfahamu, lakini mimi wana PHM mimi. Unafikiri ilitokea tu hivi hivi? Kuna mtu aliishi ndio maana ikatokea. Sasa wewe ukiondoka, watu watasema nini kuhusiana na maisha yako? Unaacha nini nyuma yako? Unajua wengi watu naangalia tu ni mradi nimeshiba. Basi, kwani nataka nini tena? Unakuwa na maisha kama ya watu wa Dar es Salaam, wa Pwani wale. Yaani ana nyumba yake. Kwa hiyo amepangisha vyumba vyake hapo, ana uhakika wa kodi. Anacheza bao tu. Asubuhi hadi jioni, jioni kuna wali wangu, kuna samaki. Yaani yeye ndio maisha, kula na kunywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama hujagundua kile ambacho utakuwa tayari kuyamwaga maisha yako yote, hujaanza kuishi. Kile ambacho kitakuwa kinakudrive ndani yako, kinakusukuma. Hivi unajua hawa watu, kwa mfano nikitoa mfano wa Mwalimu Nyerere. Hivi unajua Mwalimu Nyerere alikuwa ni mwalimu kabisa wa sekondari, na kwa miaka hiyo alikuwa anaishi very comfortable, mshahara na baisikeli yake. Nilikuwa nasikia mtu anaelezea historia yake. Yaani alikuwa anaishi maisha very comfortable. Lakini akajikuta kuna kitu kinamsumbua, anataka aache kazi yake nzuri ambayo kwa level ya kipindi kile alikuwa ana maisha mazuri. Anaingia kwenye mambo ambayo yalikuwa yana riski uhai wake. Anasema kuna wakati wale wakoloni walimuita wakamwambia, sema chochote unachotaka, popote unapotaka uishi, tutakupeleka. Anasema nataka nchi yangu iwe huru. Kuna watu hiyo ofa hawezi kuikataa. Kwa sababu kwao maisha ni magari, ni vitu, ni nini. Kwa hiyo definition ya maisha. Maisha ni kitu gani kwako ndio itakuamulia kusudi lako. Maisha ni nini? Kuna wengine maisha tu anawaza nikiwa nakula chakula kizuri, nimejenga nyumba nzuri, basi amemaliza. Kwa anaridhika kabisa. Abadilishi maisha ya mtu yote, aweki impact kwa mtu yote, afanye uwekezaji kwa yeyote. Ili mradi tu anakula na kushiba. Unagundua watu wengi wako selfish, ni wabinafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa wanaoishi huwa hawafi. Ni kitu gani kitaishi baada ya wewe kuwa umeondoka? Yesu anasema hivi kwenye Mathayo 6:25. Anasema maisha je, sio zaidi ya chakula? Hivi unajua hata makaburini kuna aina mbili. Kuna marehemu na hayati. Kwa marehemu ni tarehe ya kuzaliwa na tarehe ya kufa. Tarehe ya kuzaliwa, tarehe ya kufa. Hayati ni maisha katikati. Ni kweli kuna tarehe ya kuzaliwa, tarehe ya kufa, lakini kuna maisha ambayo yanaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema maisha je, sio zaidi ya chakula? Kama hatutaona maisha zaidi ya vitu, kuna kiwango cha maisha hatuwezi kuishi. Kama hatutaona maisha zaidi, maisha ni kusudi. Yaani Mungu hajatuweka tuishi ili tule. Mungu ametuweka tuishi kulitumikia kusudi. Kuna kitu fulani kinamaanisha maisha. Ni kitu gani kwako kinayapa maisha maana? Ni kitu gani kwako kinayapa maisha maana? Ni kitu gani kinamaanisha maisha? Nini kinakumotivate kuishi? Nini? Kuna wengine wako motivated kuishi na mahusiano. Yaani mahusiano kabisa hii, yani msichana na mvulana, hayo ndio ina motivate kuishi. Kwa siku akiambiwa ninakukataa, ninakuacha,
anaona maisha hayana maana, anakula vidonge. Kwa sababu maisha kwake yeye ilikuwa nini? Mahusiano. Kuambiwa kila siku nakupenda, ndio maisha. Kwa hiyo alipokosa kumwambia nakupenda, anasema maisha yenyewe hayana maana. Sasa kama mtu mwenyewe ndio ameondoka, maisha yana maana gani? Maisha yana maana, rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinakumotivate kuishi? Ni kitu gani kwenye maisha ndio kinakufanya umove? Mambo magumu lakini unaendelea. Ni kitu gani ndani yako kinakusukuma kuendelea? Hicho kitu kinapaswa kuwa kusudi na sio kingine. Kwa sababu kusudi ndio lina maana ya maisha kuliko chakula. Kuna kitu kwenye maisha ukikigundua, maisha yatakuwa na maana kiasi ya kwamba hata ukikosa mahitaji fulani. Ndio maana Yesu anasema maisha je, si zaidi ya chakula? Maana kuna kitu kikijua na ukiamua kukiishi, hata upungufu wa mahitaji hauwezi kukatisha tamaa. Ndio maana Yesu anasema chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi yako, kazi nikaimalize. Wanafunzi wanamuuliza, Rabi, umekula ule? Anasema mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Alafu akaanza, atakuwa kuna mtu amemletea chakula huyo. Anasema nyie hamjui. Chakula changu ndicho hiki, niatende mapenzi ya Mungu, kazi nikaimalize. Kama hauna kitu ambacho kinaweza kukusababisha uamue kuacha chakula ili hicho kitokee, hujajua kusudi. Kuna kitu ambacho kinaweza kukamata moyo wa mtu kiasi ambacho akasema sili sinywi kwa siku kadhaa, na mtafuta Mungu ili hiki kitu kitokee. Hicho kitu ndio kinamaanisha maisha, na hicho kitu kinapaswa kuwa ni nini? Kusudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiki ndicho kiliwafanya mitume wawe tayari hata kufa, kwa sababu kwao kuishi ilikuwa ni hicho. Ndio maana kifo hakikuwa na maumivu kwao, kwa sababu haina maana ya mimi kuishi kama siishi kukifanya kile nilichoumbwa kuishi. Kuna maana gani? Kwa lazima uwe na kitu ambacho utakuwa na utayari wa kukiishi, vinginevyo bora usiishi. Ni kama alivyosema mtumishi wa Mungu, nipe Scotland au niue. Unafikiri ni rahisi hiyo? Sio rahisi. Lazima huyo ameona kwamba mimi ninaishi kwa ajili ya hii nchi, ili jambo litokee kwenye nchi. Kwa kama halitatokea, bora niondoke. Maana yake maisha yangu hayana maana bila kuaccomplish hili jambo. Sasa jaribu tu kufikiri, una mtu ambaye amegundua biashara kwa mfano huo. Asala moja itamkatisha tamaa? Asala 5 zitamkatisha tamaa? Hamna. Kwa sababu najua naishi ili hiki kitokee. Kwa nitakuwa na nguvu ya kuendelea kufanya mpaka kitokee, kulipa gharama yoyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiki ndicho kiliwafanya mitume wawe tayari kufa. Sio kwa sababu hawataki kuishi, wanataka kuishi, lakini sio nje ya kile kinachowafanya waishi. Kwamba kuna kitu ninatakiwa niishi nikifanye. Kama sitakifanya hicho, ni bora niondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinakupa nguvu ya kustahimili mapito? Ni kusudi. Watu wengi wanatikiswa na mapito kwa sababu tu hajajua kusudi lake. Unajua Yesu anasema, Biblia inasema Yesu alistahimili msalaba na kuidharau aibu kwa sababu ya kilichoko mbele. Kama kuna mahali uoni, kila kitu kitakukatisha tamaa. Kila kitu kitakuwa kinakukatisha tamaa. Ukiishiwa hela siku moja utakata tamaa. Ukitukanwa utakata tamaa. Wakusema vibaya utakata tamaa. Wakikusingizia utakata tamaa. Kama kuna kitu uoni mbele. Lakini kama kuna mahali unapaona mbele, utastahimili aibu na kudharau, utastahimili msalaba na kudharau aibu. Na ndivyo maandiko yanavyosema. Anasema kwa ajili ya furaha iliyokuwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Waebrania 12 mstari wa 2. Sasa unakuja kugundua kwamba ukishalijua kusudi lako, utaweza kulipa gharama yoyote ili kuliishi.
kwa sababu utagundua hauna maisha mengine zaidi ya hilo. Na ndio maana inakuwa nyepesi. Kama kusudi linakudai kufunga, itakuwa nyepesi kufunga. Linakudai kuomba, itakuwa nyepesi kuomba. Kujitenga na dhambi, kukesha, utakuwa ni rahisi sana, kwa sababu utakuwa unajua hiki ninachokifanya ni madai ya kile ambacho Mungu ameniumba kukifanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tisa. Muda uliozaliwa na mahali ulipozaliwa pana muunganiko na kusudi lako. Muda uliozaliwa na mahali ulipozaliwa pana muunganiko na kusudi. Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume 17:26, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao ili wamtafute. Anasema alishawawekea nyakati na mipaka ya makazi. Mungu ni Mungu wa nyakati. Anafanya vitu kwa nyakati. Kwa hiyo ulizaliwa nyakati hizi kwa sababu ya kile ulichokibeba. Nilisema jana, kile ulichokibeba kisingefanya kazi vizuri, ungezaliwa miaka 300 iliyopita. Jaribu kufikiri tu ungezaliwa miaka 300 iliyopita. Kuna vitu ambavyo vingekuwa ni vigumu sana kwenda. Kwa nyakati hizi ni kwa ajili yetu. Tumezaliwa nyakati hizi kwa sababu ni nyakati ambazo zinaendana na kusudi. Lakini pia na mipaka ya makazi yetu. Umezaliwa ulikozaliwa kwa sababu ya kusudi. Kuna characters zingine, kuna tabia zingine zinatengenezwa na mazingira aliyokulia mtu. Ndio maana wakati mwingine Mungu anaweza akatupitisha mahali ukisema utamani nipite. Yaani au tamani ungekuwa ndio kwenu. Lakini baadaye unasema nashukuru nilipitia pale. Kwa sababu kuna vitu mazingira yale yalikutengeneza. Unakuja unamshukuru Mungu kukupitisha pale, kwa sababu yalikuwa ni mazingira yanayokutaka utumikie kusudi lako. Amen. Kuna watu Mungu amewapitisha kwenye familia ngumu. Ulikuwa unaamshwa saa 10, saa 9, watoto wa nyumbani wamelala. Wewe unaamshwa. Wakati huo unaonyeshwa unaonewa. Lakini leo umekuja kuwa mtu mzima, unashukuru kwa sababu ilikutengenezea nidhamu fulani hivi. Unasema anashukuru nilipita pale. Kumbe Mungu alikuwa anaona kile ambacho umekibeba lazima upite training ya aina hiyo. Ungepita unabembelezwa, amka saa 2, amka mtoto wetu amka, usingetoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mahali tulikozaliwa na kupitishwa na nyakati tulizonazo zinaendana na kile ambacho tumebeba. Amen. Ndio maana unagundua mahali alipozaliwa Yesu, location aliyozaliwa na majira aliyozaliwa yalikuwa yana muunganiko na kile alichokuja kufanya duniani. Yesu alizaliwa alipotabiriwa. Unajua alizaliwa mahali ambako alitabiriwa. Alilelewa mahali ambako Yesu alitabiriwa atakapozaliwa miaka mingi kabla na atakakolelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa alizaliwa mahali alipotabiriwa, lakini pia alizaliwa wakati sahihi. Na unajua alizaliwa mpaka wakati wa utawala sahihi. Kwa sababu utawala aliozaliwa Yesu uliokuwa unatawala Wayahudi ilikuwa ni utawala wa Kirumi. Na ni utawala wa Kirumi pekee ndio ulikuwa unasurubisha watu. Kwa maana yake Yesu angezaliwa wakati Wayahudi wanajitawala, asingesulubiwa. Kwa sababu kwa Wayahudi ilikuwa hairuhusiwi Myahudi kusulubiwa. Ile ilikuwa ni adhabu ya Warumi. Kwa hiyo unagundua Mungu alikuwa na timing Yesu azaliwe wapi, azaliwe lini. Lakini pia ndio maana Yesu anaitwa Yesu wa Nazareth. Hata unapokemea pepo unaweza kwa jina la Yesu wa Nazareth, toka. Nazareti sio jina la mtu. Nazareti ni eneo. Jaribu kusema kwa jina la Yesu wa Dar es Salaam, uone kama itatoka. Kwa sababu Yesu sio jina. Kuna watu wengi tu wanaitwa Yesu,
lakini hakuna Yesu wa Nazareti mwingine. Maana yake ni reference. Nazareti ni eneo alilolelewa, alilokulia. Kwa nini iko hivyo? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua eneo pamoja na majira ambayo alikuwa anatakiwa kuzaliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizaliwa katika utimilifu wa wakati wa Galatia 4:4 anasema. Na ndio kipindi ambacho kulikuwa na utawala sahihi. Kwa Mungu hajakosea kutuleta sasa hivi. Mungu hajakosea kutuleta kwenye dunia ambayo ina teknolojia za aina hii. Tatizo tu ni kwamba tukimezwa na teknolojia. Lakini tuna uwezo wa kuzitumia teknolojia kusababisha jambo kwenye dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila aliyezaliwa, umezaliwa mahali, muda uliozaliwa na mahali ulipozaliwa au ulipokulia au unapoishi, pana muunganiko na kusudi lako. Pana muunganiko la kusudi lako. Lakini jaribu kufikiri kwamba Yesu angezaliwa zama hizi, zama za utandawazi, zama za teknolojia. Alafu Yesu anazaliwa Uyahudi. Alafu anafanya kazi aliyoifanya. Maanake Yesu angekuwa maarufu dunia nzima. Kila mahali wangekuwa wanamjua. Alafu kuna watu wanataka wamuue kwa kumuonea zama hizi. Na wanasheria walioko dunia hii. Nakwambia hiyo mission ingeshindikana. Kuna wanasheria wangeinuka wakamtetea Yesu kwa sababu anajua hii kesi ya Yesu. Kwa sababu Yesu aliuawa kwa kuonewa. Lakini ilibidi wauawe hivyo kwa sababu aliuawa kwa ajili yetu. Ndio maana ilibidi azaliwe zama ambazo hamna hata wanasheria wa kumtetea. Ikabidi afe. Lakini mara hii ingefeli. Miaka kama 4-5 iliyopita niliona kwenye mtandao kuna mwanasheria mmoja, alikuwa ni Mnigeria au Mkenya, sikumbuki vizuri. Anasema anaishtaki serikali ya Rumi kwa kumuua Yesu. Anasema anaishtaki, miaka kama 5 tu 6 imepita. Anasema anaishtaki serikali ya Rumi kwa kumuua Yesu. Sasa jaribu kufikiri jambo limetokea miaka 2000, mtu ana akili hiyo. Vipi ingekuwa ndio yuko sasa hivi? Mimi nakwambia Yesu asingeenda msalabani. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu anayejua wakati, ndio maana akaruhusu azaliwe wakati ule, majira yale, serikali ile, ili kusudi la Mungu kwa ajili ya ulimwengu litimie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba inayofuata, kusudi lako lina uwezo wa kuling'arisha jina lako. Kusudi lako lina uwezo wa kulibadilisha na kuling'arisha jina lako. Kusudi lina uwezo wa kubadilisha na kuling'arisha jina lako. Kuna watu wanapambana kubadilisha majina kwa sababu zao. Mimi sikubaliani sana na hiyo kitu. Niache huo upande. Inawezekana ni mapenzi ya mtu binafsi. Lakini mimi ninaamini katika kulitumikia kusudi. Kusudi linaweza, hata kama unaitwa Mchanga, jina lako Mchanga bini Udongo, kila mtu analishangaa, jina gani hili, jina gani? Tumikia kusudi lako. Utashangaa Mchanga bini Udongo ndio habari ya mjini. Jina linang'alishwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina linang'alishwa na nini? Kwa sababu kusudi lina uwezo wa kulibadilisha jina. Na kimsingi jina lako linapaswa, kimsingi unapaswa kutambulika kwa kusudi, sio kwa jina. Jina ni utambulisho wa mtu wa kwanza tu. Yaani wanakutambua kwa jina ile tu. Amezaliwa mtoto gani? Mtoto wa kiume. Anaitwa nani? Anaitwa Francis. Oh, Francis. Haya, mwaka wa kwanza Francis, mwaka wa pili Francis, mwaka wa 3 Francis, mwaka wa 10 Francis, mwaka wa 20 Francis, mwaka wa 50 Francis. Kuna shida mahali. Lazima utambulike na unachokifanya. Anafanya nini ndio utambulisho wa mtu, sio jina. Kwa sababu majina yako yamefanana mengi. Nikiita hapa Mariamu asimame, unaweza ushangaa Mariamu 10 wamesimama. Sasa tunataka tukutambue Mariamu wewe bila jina. Tunasema Mariamu asimame, mmesimama 10. Mimi nataka Mariamu yupi? Hicho sasa ndio kusudi. Si yule mwongo sasa, Mariamu mwongo. Si yule anayelalaga sana kwenye ibada, Mariamu mlala sana.
Sasa mimi nataka hicho ndo akitaje. Ni watu kusema aliyemsaliti Yesu Yuda, si ndio? Wako Yuda wengi, lakini jamaa alitumikia kusudi lake kwa upande fulani, si ndio? Unajua kusudi, hata unajua kuna kusudi kwa upande wa uovu. Ndio kuna watu ametumikia ujambazi hadi wasema jambazi, wanamwangalia yeye. Sasa na kusudi linapaswa kuwa hivyo hivyo. Haupaswi kujulikana kwa jina lako, unapaswa kujulikana kwa unachokifanya. Kujulikana kwa jina ni kujulikana kwa watoto. Ukiwa mtoto lakini unapoendelea kukua lazima kiwepo unachokifanya. Kwamba mpika chapati kwenye kijiji hiki, asema yule pale. Maana yake umeifanya ile kazi vizuri mpaka wanakutambua kwa unachokifanya. Muuza karanga, sijui, lazima uwe na kitu ambacho utakifanya mpaka kitachukua jina lako, kiasi kwamba wakikutaja ni kama wametaja unachofanya. Kwa mfano nikisema Ronaldo, mnawaza nini? Kwani kuna Ronaldo mmoja duniani? Wako wengi. Kwani umewaza mpira? Kwa sababu kuna mtu amecheza mpira kiasi ambacho jina lake limegeuka anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikisema Injili Tanzania, unawaza nini? Kuna majina lazima yatatajwa hapo. Kuna majina lazima yatajwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vingi tu nikivitaja, nikivisema utajikuta umetaja mtu mmoja. Nikisema ngumi, masumbwi, boxing. Sasa wa siku hizo wanasema Mandonga, lakini zamani ilikuwa tunasema Tyson au Evander au Muhammad Ali. Siku hizo wameharibiwa na vituko hapo. Point yangu iko wapi? Lazima uwe na kitu ambacho utakifanya ambacho kitakutambulisha. Na kusudi linaweza kung'arisha jina lako. Sasa usiwe na bize na kung'arisha jina, uwe bize na kutumikia kusudi. Yaani wewe bize na kusudi. Wakati unatumikia kusudi lako kwa uaminifu, kusudi lako litakuwa linang'arisha jina lako. Kwa kama ni biashara fulani, uwe bize, bidii, fanya kwa bidii. Fanya, hakikisha unaweka nguvu zote, unaweka bidii zote. Baada ya muda itafika mahali wakisema, wakitaja biashara ni kama wamekutaja wewe. Wakikutaja wewe ni kama wametaja biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nilienda nchi fulani, kuna wakati nilikuwa nafanya kazi. Kule walikuwa wakitaja unga wa ngano, wanataja jina la kampuni inayotengeneza unga wa ngano. Na ni nchi sio Tanzania, South Sudan. Wakitaja unga wa ngano, sitaki kutaja tu kwa sababu tuko live, sije nikawa natangaza biashara. Kwa wakitaja unga wa ngano, wanataja jina la kampuni inayotengeneza unga wa ngano Tanzania. Kwa unga wa ngano unajulikana kwa hilo jina kule South Sudan. Maana yake huyu jamaa kafanya biashara ya unga wa ngano, ka supply mpaka jina la biashara limekuwa ndio jina la ile bidhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo tunavyopaswa litumikie kusudi lako mpaka kusudi lako ligeuze jina lako. Unajua Yohana anaenda anauliza, wewe ndio yule au tumtegemee mwingine? Yesu anamwambia, kamwambieni ninayoyafanya. Wewe ukiulizwa watasema utaelezewa na yapi unayoyafanya. Kwa sababu Yohana anamuuliza, anatuma wanafunzi wake kwa Yesu. Anamwambia, ndio wewe au tumtazamie mwingine? Hapo Yohana kaisha changanyikiwa gerezani huko. Hadi kasahau ni yeye ndo alimtambulisha Yesu. Kwa hiyo anamuuliza, ndio wewe au tutazamie mwingine? Angalia Yesu anamwambiaje? Anambia, kamwambieni Yohana, wafu wanafuliwa, vipofu wanaona, sijui wetu wanatembea na nini. Basi kwamba hakuna anayefanyaga haya mambo zaidi ya mimi. Ni mambo gani anakuelezea wewe? Kwamba hakuna anayefanyaga haya mambo zaidi ya wewe. Ni yapi? Kulala sana, uongo, kusambaza maneno. Yaani kuna makanisa ambayo ukisikia taarifa imetoka hapa kwenda mahali, unajua tu ni mama fulani yule, hamna mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kulitumikia kusudi letu mpaka kusudi lako
ligeuze jina lako, kwa sababu kusudi lako litakutengenezea jina, litakupa jina. Amen. Unajua hata nikisema Mwokozi unawaza nini? Mwokozi sio jina. Mwokozi ni kazi. Mponyaji maana yake amefanya kazi. Sasa watu wengi tuko busy na majina, ndio maana mtu anataka kabla hajatajwa yatajwe majina kadhaa nyuma, alafu ndio atajwe jina lake. Ni sawa titles, lakini tusiwe busy na titles, tuwe busy na nini? Na kazi. Tuwe busy na kazi. Wanawaambia watu uinjilisti sio cheo, ualimu sio cheo, utume sio cheo, uchungaji sio cheo. Hizi zote ni kazi. Hizi zote ni kazi. Kwa hiyo ukisikia ndani yako una wito wa uinjilisti, usihangaike na kujitaka kuitwa sana mwinjilisti. Tafuta kujua wainjilisti wanafanyaga kazi gani. Kafanye kazi ya uinjilisti. Ukifanya kazi ya uinjilisti utaitwa nani? Mwinjilisti. Kwa sababu kazi ndio inakupa nini? Jina. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 11. Namba 11. Shetani huwa hamtafuti mtu, bali anatafuta kusudi alilobeba mtu. Shetani huwa hamtafuti mtu, bali anatafuta kusudi alilobeba mtu. Ni bahati mbaya kwamba shetani huwa anaweza akalijua kusudi la mtu hata kama mtu mwenyewe alijui, au anaweza akalikisia kusudi la mtu hata kama mtu mwenyewe alijui, na analijuaga mapema sana. Ndio maana nakwambia hivi, kusudi linaanzia mbinguni. Yaani ile roho ikiwa inashuka ikiwa imebeba kusudi. Sasa tukienda upande mwingine ambao hatuwezi kusema maandiko sana, lakini shetani anaweza akasense roho inayokuja kushuka. Anaweza akasense kwa sababu yeye ni spirit, ni roho. Roho haina mipaka kama tunaiona, haina mipaka ya muda, ya maeneo, ya vitu kama hivyo. Kwa hiyo shetani anaweza akasense kwenye ulimwengu wa roho kwamba majira haya kuna roho inakuja. Kuna mtu anakuja duniani kwenye haya majira. Kwa hiyo na huyu mtu anakuja kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo anaanza kutengeneza mazingira. Inaweza ikawa ni mazingira ya kiserikali. Anaanza kuandaa mazingira. Ndio maana ni muhimu kuombea viongozi wa nchi. Kwa sababu shetani anaweza akaangalia, akasema ndani ya hii miaka 5 kuna aina fulani ya watu watatokea au kitu kitatokea. Ili tukidhibiti, tuweke mtu wetu pale. Na ndicho alifanya wakati wa Israeli. Unajua shetani aliona ujio wa Musa kabla Musa hajatungwa mimba. Aliona. Akajua kabisa hapa kuna mtu anakuja kutokea, ambaye atakuja kuokoa taifa la Israeli. Na ndio kusudi lake. Shetani akaona. Nini kilifanyika? Shetani akaandaa mpango wa kinchi. Biblia inasema akainuka Farao asiyomjua Yusufu. Hapo Musa hajazaliwa kabisa, miaka kadhaa. Farao asiyomjua Yusufu. Alafu akaanza kuleta mawazo ya kisiasa, lakini kimsingi alikuwa ni mawazo ya kiroho. Akaita timu yake, akasema hawa wana wa Israeli wamekuwa wengi na wanazaliana kwa kasi kuliko sisi. Atatokea adui yetu, ataungana nao, alafu wao watakuwa kinyume na sisi. Kwa hiyo tuwatendee kwa akili. Lilikuwa ni wazo la kisiasa, lakini kweli lilikuwa ni wazo la kiroho. Linalenga mtu ambaye anakuja kuzaliwa na kusudi la kuwaokoa Israeli. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Musa. Kwa hiyo tunafahamu hiyo story. Baada ya muda wakajaribu, baadaye wakaamua wao wanauawa watoto wote wa kiume. Na katika msimu huo ndio unaona Musa anazaliwa. Kwa hiyo unagundua shetani alikuwa atafuti mtu, wale watoto waliokuwa wanauawa. Sio alichokuwa anatafuta. Shetani alikuwa anatafuta kusudi.
Na kuna watu ambao shetani aliwasoma kwamba wanakuja kuzaliwa. Ndio kuna wengine tangu mimba imetungwa mama yake anamwambia yani tangu mimba yako imetungwa maisha yangu yalikuwa ni mateso. Mimba yako ndio ilisababisha baba yako anikatae. Mimba yako sijui ndio ilisababisha hivi. Mimba yako yani ni kama uliingia na mateso. Unasikia mimi nina bahati mbaya, sio bahati mbaya. Kile ulichobeba shetani alikiona. Kwa hiyo shetani alikuwa hakutafuti wewe, anatafuta ulichobeba. Na kuna wengine vita yao imeanzia tumboni. Tumboni kabisa. Na kuna watu wamebeba makusudi ya nchi. Ukiwa umebeba kusudi la nchi, vita yako itaanzia juu. Kwa sababu huwezi unaangalia kwa nini Farao anahangaika na watoto wachanga wanaozaliwa. Yaani unaona hiyo gap, yani katoto kanazaliwa leo. Wewe mfalme unaanza vita na katoto kalikozaliwa. Manake mwili ni katoto, lakini kusudi ni mfalme. Ndio kuna watu vita yao ilianza kwa matamko ya rais. Kwa sababu kama wewe una kitu cha kinchi, kutakuwa na connection ya matamko ya juu yanakuathiri wewe chini. Wengine vita yao ilianza kwa matamko ya kimkoa, wengine matamko ya kiwilaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka kitu ninachokiongea? Kwa shetani hamtafuti mtu, anatafuta kile ulichobeba. Mara nyingi kama sio mara zote, mashambulizi ya mtu na vita alionayo mtu yanaendana na ukubwa wa alichobeba. Kwa wale watu wanasemaga natamani, kuna watu wanakuambia natamani yani ningekuwa kama wewe. Namwangalia anasema mtu wa Mungu, kuna mambo upande uyajui rafiki yako. Usitamani kuwa kama mtu, tamani tu kuwa kama wewe. Vita ya mtu na mashambulizi ya mtu yanaendana na kusudi na ukubwa wa kile alichobeba. Shetani hana shida na hela yako, shetani hana shida na mali zako, shetani hana shida na ulichobeba. Kimsingi shetani hata ukiona amepiga biashara yako, hana shida na biashara. Hana shida na biashara. Amepiga sijui watoto, hana shida na watoto. Ana shida na ulichobeba. Shetani akigundua akipiga hiki kitaathiri ulichobeba, atakipiga. Na Ayubu ndicho kilikuwa kinatokea. Shetani hakuwa na shida na wale wanyama. Shetani hakuwa na shida na wale watoto. Hakuwa na shida. Shida ya shetani ilikuwa ni moyo wa Ayubu. Kile alichobeba Ayubu. Kwa alikuwa akipiga wanyama, anarudi anachungulia moyoni. Jamaa bado anampenda. Anaenda anapiga kingine, anarudi anachungulia. Jamaa bado amemaanisha. Anapiga. Baadaye kamalizia kwa mke wake. Mkufuru Mungu ufe. Niolewe na mwanamume mwingine. Maana umeniganda hapa kama tatizo. Na Biblia inasema kifo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unagundua shetani alichokuwa anatafuta ni nini? Ni kile alichobeba Ayubu. Amen. Kwa shetani yuko tayari kusababisha madhara makubwa, kusababisha uharibifu mwingi kwa ajili ya kile alichobeba mtu. Kwa hiyo na wewe unatakiwa ujue usitoe focus yako kwa alichobeba. Yaani wakati yeye anajaribisha na wewe unaendelea mwisho wa siku anasema ngoja tutafutage wadhaifu. Hapa tunapoteza nguvu. Lakini sasa kila asala ikitokea umetikisika. Hiki kitokea umetikisika, shetani anasema yes, hapa ndio penyewe. Ataendelea kupiga. Lakini ukifika mahali unasema hakuna kitu kitanitoa kwenye ili kusudi alilonipa Mungu. Hakuna jambo, yani moyo wako ukafanya hiyo conclusion kwamba itokee changamoto yeyote, nitukanwe, nifukuzwe, nifanyiwe nini, nitendewe hiki na mume wangu, nifanyiwe hiki, mimi nitasimama kwenye kusudi la Mungu. Utamkatisha tamaa shetani. Na kuna vitu ataanza kuviachia kwa sababu atagundua hawezi tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na jambo la 12 ambalo nitaishia hilo leo, muda umeisha, ni kuhifadhiwa kwako na ulinzi wako katika hatari mbalimbali ulizopitia au unazopitia, ni kwa sababu ya kusudi ulilobeba. Kuhifadhiwa kwako na ulinzi wako ni kwa sababu ya kusudi ulilobeba. Kuhifadhiwa kwako ni kwa sababu ya kusudi. Kama vile ambavyo shetani anatuwinda kwa ajili ya kusudi,
Lakini tusahau pia Mungu anatulinda kwa ajili ya kusudi. Na ushahidi ya kwamba Mungu anakulinda ndio maana hujafa mpaka leo. Unajua kuna watu labda mtu anakuambia Mungu ameniambia au anasema nimeonyeshwa shetani amekusudia kukuua. Mimi huo unabii hata unisumbue akili yangu. Unaonyeshwa shetani anakusudia kuniua. Shetani alikusudia kuniua kabla sijazaliwa. Kwa hiyo sio habari mpya. Ndio kazi yake. Kazi yake ni kuua, kuharibu, kuchinja. Ndio shughuli yake. Sasa yani inabidi nifunge. Hamna uhitaji hata kufunga, kwa sababu kama angekuwa anaweza kukuua, mimi nakwambia hata leo usingeamka. Yaani shetani alitaka hata leo usiamke. Kwa nini umeamka? Kwa sababu Mungu yuko committed kukulinda kwa ajili ya kusudi. Amen. Mungu yuko committed kutulinda kwa ajili ya kusudi. Kwa hata katika hatari mbalimbali usiogope, au utakufa. Ukishakuwa na ufahamu haufi mpaka utimize kusudi. Kwa sababu kitu pekee kinapaswa kumuondoa mtu wa Mungu duniani ambaye analitumikia kusudi lake ni kumaliza kusudi. Basi ndio kitu pekee kinapaswa kumuondoa. Unless ametoka nje ya kusudi, amevuruga. Lakini kama analitumikia kusudi ni kumaliza kusudi. Hakuna mtekaji anaweza kuondoa maisha yangu, kuondoa maisha yako. Hayupo. Hata akijaribisha hayupo. Kama nalitumikia kusudi la Mungu, hayupo. Kuna nguvu kubwa inatulinda kwa ajili ya kile tulichobeba. Kuna nguvu kubwa inatushika kwa ajili ya kile tulichobeba. Hakuna mchawi anaweza kukatiza maisha ya mtu anayetumikia kusudi lake. Hayupo. Hakuna ajali inaweza kukatiza maisha ya mtu anayetumikia kusudi lako. Haipo. Mtu anayetumikia kusudi ataondoka kwa sababu ya kusudi kufikia mwisho. Amen. Na Biblia inasema lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Kuna jambo ambalo unatakiwa ulishike, ulikazanie, ambalo kwa ajili ya hilo ndio umeshikwa na Kristo. Kwa kuna mahali Kristo anakushika kwa ajili ya wewe pia ushike jambo fulani. Na hilo jambo ni kusudi. Kwa hakikisha unakaa kwenye kusudi. Ukikaa kwenye kusudi lako, umekaa kwenye ulinzi wako. Ukikaa kwenye kusudi lako, umekaa kwenye usalama wako. Amen. Musa alishikwa na kuhifadhiwa na Mungu kwa sababu ya kusudi alilobeba. Unaona mazingira yalivyokuwa. Mazingira yalikuwa yanaonyesha Musa atoboi. Kwa sababu watoto wote ni amri ya mfalme. Ni amri ya mfalme ya kwamba watoto wote wanaozaliwa wa kiume wauawe. Unajua kukiuka amri ya mfalme haikuwa jambo rahisi. Lakini kwa sababu ya kusudi, mama akapata wazo likaja moyoni mwake, usimruhusu mtoto wake, mtunze. Akamtunza, akamficha. Baadaye ikafika mahali huwezi kuficha mtoto, atajulikana tu. Baadaye wazo lingine likaja, mtengenezee kisafina. Unaona Mungu anavyomlinda kwa namna ya ajabu. Wakati anapata wazo la kutengeneza kisafina, anamtupa kwenye mto. Wakati huo yule mtoto wa mfalme akanukishwa jasho. Yaani ananuka. Ikabidi aende wafanye nini? Kuoga. Kumbe Mungu amemtegeshea wakati anaoga kasafina kaenda. Mungu ni wa ajabu sana. Ili Musa aokolewe. Kile ambacho Farao alifikiri anawamaliza, akatengeneza njia ya Musa kulelewa ikulu. Akatengeneza njia ya Musa kuandaliwa. Kwa sababu Musa asingeandaliwa ikulu ya Farao, Musa asingeokoa Israeli. Na nini ambacho kilimuandaa? Kile ambacho alifikiri wanammaliza nacho Musa ndicho ambacho kilimuandaa. Ndio maana wakati mwingine shetani anapofikiri anakutesa, kumbe anakuandaa. Unajua wakati Daudi anatupwa polini, ionekane kama afai, ametengwa huko, kumbe alikuwa anaandaliwa kwa kusudi lake kubwa. Kwa sababu kukaa polini na kumwaua simba na dubu ndio kulimpa ujasiri Daudi wa kumuua Goliati. Kwa kuna wakati mwingine shetani anafikiri anamtesa mtu wa Mungu, lakini kumbe anamuandaa kwa kile kikubwa ambacho kimekusudiwa. Amen. Na mimi ninaamini ya kwamba wewe ambaye umesikia neno hili na maneno haya umeyaweka moyoni mwako, hakuna kitakacho kuondoa. Wakati shetani anafikiri anakuondoa, atakuwa anakusukumia kwenye kusudi lako. Amen. Nataka usimame tu mshukuru Mungu kwa dakika moja, alafu nitakuwa narudisha kipindi. Mwambie Mungu tu asante. Wakati huo pia unamwambia Mungu, fungua macho yangu niweze kuona kile ambacho umeniumba kufanya.
niweze kukifanya